Juma la kwanza lilikuwa ni wiki ya kuziomba nguvu za Mungu. Kuomba nguvu za Mungu, nguvu za kupokea, nguvu za kutuwezesha kumiliki milki zetu. Haleluya. Na wiki ya pili ikawa ni wiki ya kuangusha kila ufalme wa giza na kuondoa kila vizuizi na upinzani unaotupinga katika kumiliki milki zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tumemaliza wiki ya tatu Jumapili ikiwa ni wiki ya kudai au kuomba kupokea milki zetu kwa Mungu. Wiki ya kuomba na kudai urithi wetu kwa Mungu. Kuzidai ahadi za Mungu kwenye maisha yetu. Na sasa katika wiki yetu hii ya mwisho, wiki ya 4, yako mambo mawili ambayo tutaenda nayo. Katika mwezi huu wa 4, yako mambo mawili ambayo tutaenda nayo. Ya kwamba katika siku hizi za mwanzo tutakwenda kuomba uwezesho wa kumiliki milki zetu, uwezesho na urejesho kwenye milki ambazo Mungu amekwisha kuziachilia kwetu. Halafu katika wiki hii siku 3 za mwisho zitakuwa ni siku za kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tutakuwa tukihitimisha maombi na mfungo wetu. Haleluya. Maombi yetu ya shukrani tutafanya tukiwa tunaendelea na mfungo wa siku 3, mfungo wa masaa 72. Haleluya. Kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kile ambacho atakuwa amekifanya. Na sasa kwa siku hizi 4 za kwanza tunaomba uwezesho na kurejeshewa milki zetu. Tunaomba uwezesho wa kumiliki, kuwezeshwa kumiliki milki zetu, kurejeshewa milki zetu ambazo tulikuwa tumekwisha kuzipokea kutoka kwa Mungu. Tutakuwa tukiomba Mungu atupande mahali sahihi, mahali ambapo ametukusudia ili kuweza kumiliki milki zetu. Neno la Mungu katika kitabu cha Mhubiri sura ile ya 5 na mstari wa 19 ndio litakuwa neno letu litakayoyabeba maombi yetu kwa wiki hii yote. Mhubiri ile sura ya 5 na mstari wa 19. Lakini acha kwa wakati huu tunapotaka kuingia kwenye maombi ya wiki hii tupate tu ufahamu wa mambo haya kwa kifupi, ya kwamba ni nini ambacho tunakwenda kukifanya. Anasema kuanzia ule mstari wa 18, anasema tazama, mimi niliyaona kuwa ndio mema na ya kufaa, ni mtu kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote anayoifanya chini ya jua, siku zote za maisha yake alizopewa na Mungu, maana hilo ndilo fungu lake. Tena mstari wa 19, kwa habari za kila mwanadamu ambaye Mungu amempa mali na ukwasi, akamwezesha kula katika hizo na kuipokea sehemu yake na kuifurahia amali yake, hiyo ndiyo karama ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtakumbuka, swala la kumiliki tulijifunza ya kwamba hatumiliki bure bure, hatumiliki hivi hivi, tunamiliki kwa kuwezeshwa. Hakuna mtu anayeweza kumiliki pasipo kuwezeshwa. Na nataka niwakumbushe tu ya kwamba anayetuwezesha kumiliki ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu gani anatuwezesha? Yeye ndiye anayemiliki hizi milki tunazokwenda kuzipokea na kuzimiliki. Miliki tunazozidai, miliki ambazo tumeziomba kwa Mungu, miliki tunazoomba kuwezeshwa kuzimiliki, zinatoka kwake. Na kama zinatoka kwake, yeye ndiye ana package na siri yote ya kutuwezesha kumiliki.
Yeye ndiye ana uwezo, yeye ndiye anajua hiki kinapatikana wapi. Ufanyeje ili upokee hiki? Utembeeje ili uweze kuwa na hiki? Uwezeje kutunza mali ambayo Mungu amekupa? Siri yote anayo Mungu mwenyewe. Na ndio maana nani anatuwezesha? Tunawezeshwaje? Anayetuwezesha ni Mungu mwenyewe. Anayetuwezesha ni Mungu mwenyewe. Ndio maana angalia, Mhubiri yeye anasema ya kwamba tazama, yeye aliyoyaona ya kwamba ndio mambo ya kufaa, anasema ni mtu kujiburudisha, ni mtu kula, ni mtu kunywa, ni mtu kufurahi katika kile ambacho Mungu amempa kukifanya. Ya kwamba kama ni mfanyabiashara, ufanye biashara upate faida, na ile faida unayoipata uweze kuitumia unavyotaka, uweze kumgawia unayetaka, uweze kutenda unachokiona, uweze kufurahia kwenye faida ambayo umeipata, kwa sababu ni Mungu mwenyewe ndiye aliyekupa hiyo biashara, ndiye aliyekupa kufanya hicho kitu. Ni huduma. Mungu anataka ufurahie huduma aliyokupa, ule na kunywa katika hicho. Bwana asifiwe. Tena anasema kwa habari za kila mwanadamu ambaye Mungu amempa mali na ukwasi, anasema akamwezesha kula katika hizo na kuipokea sehemu yake, anasema na kuifurahia amali yake. Anasema hiyo ndio karama ya Mungu. Kumbe kumiliki, kupokea kutoka kwa Mungu, kupokea mali, kupokea utajiri, kupokea afya njema, kupokea huduma, kupokea kipawa, kupokea chochote kinachotoka kwa Mungu kama urithi tunaoudai, kama baraka tunazoziomba, Mungu anasema hiyo ni karama ya Mungu. Ni karama ya Mungu. Ni uweza wa Mungu. Anayekuwezesha ni yeye mwenyewe. Humiliki kwa ujanja wako, humiliki kwa elimu yako, humiliki kwa sababu ya ukoo unaotoka. Unamiliki kwa sababu yuko anayekuwezesha. Bwana asifiwe. Na katika yeye utakula na kufurahia hicho unachokifanya. Utadumu katika hicho, utanufaika katika hicho. Hicho unachokifanya kitakupa thawabu kwa Mungu, kitakupa ujira kwa Mungu, kitakupa kumpendeza Mungu, kitakupa heshima mbele za Mungu, kitakupa taji wakati utakapofika, kitakupa kuwasilisha, kuipeleka hesabu kwa Mungu, kwa mfano wa wale waliopewa talanta, ya kwamba utatoa hesabu yake na hesabu yake itampa Mungu kukupa tuzo. Lakini tunawezeshwaje sasa? Tunawezeshwaje? Na nataka jioni ya leo tuangalie tu jambo moja ili tuombe, ya kwamba tunawezeshwaje. Mungu anatuwezeshaje ili yakawe ni maombi yetu ya kuwezeshwa kumiliki, ya kurejeshewa miliki zetu. Tunawezeshwaje? Jambo la kwanza kabisa ambalo tutaishia hapo na tutaomba katika hilo ni kufundishwa na kuongozwa. Mungu anatuwezeshaje? Anatuwezesha kwa kutufundisha na kutuongoza. Katika kila jambo unalolifanya, Bwana anataka upate faida. Yeye mwenyewe apate faida katika hilo, wewe mwenyewe upate faida katika jambo unalolifanya. Na ni kupitia neno lake, analituma neno, analiachilia neno lipate kukuvusha, lipate kukuinua, lipate kukupandisha, lipate kukutoa kwenye shida, lipate kukutoa kwenye maangamizi yote. Analiachilia neno, hilo neno linakuwa ndani yake lina uwezesho, ndani yake lina maelekezo, ndani yake lina mafundisho ya namna utakavyotoka mahali hapo, na unapolishika na kulitii kama tulivyojifunza huko nyuma, umeupokea uwezesho wa kimungu kuziendea miliki zako. Anasema kwenye Isaya 48 ule mstari wa 17, anasema hivi: Bwana mkombozi wako, Mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Ya kwamba yeye ndiye anayekuongoza ili kupata faida kwenye kila unachokifanya.
Yeye ndiye anakuongoza, yeye ndiye anakufundisha, yeye ndiye anakuonyesha njia, ili utakapoifuata njia ambayo yeye anasema, maana yake utapata matokeo. Na kwa sababu ni njia ambayo yeye ndiye amekufundisha, na kwa sababu ni njia ambayo yeye ndiye amekuongoza, njia hiyo itakusaidia na kukuwezesha kumiliki milki ambazo Mungu anataka uzimiliki. Haleluya. Ili kumiliki, Bwana nimesema analitumia neno lake. Angalia tu mfano, labda wewe ni mfanyabiashara. Mungu anakufundishaje? Yeye ndiye anakuonyesha ufanyeje hiyo biashara. Yeye ndiye anakuonyesha ufanye na nani. Yeye ndiye anakuelekeza ufanyie wapi. Yeye ndiye anakuelekeza ni msimu gani, ni majira gani hii biashara uianze ili iweze kukupa faida. Na maana yake ukifanya namna hiyo, hiyo biashara haitakuangusha. Bwana asifiwe. Kwa sababu kwake kumejaa hekima. Nilisema siku moja ya kwamba mtu mwenye hekima, haya maswali 4 yanamuongoza. Ya kwamba afanyeje, afanye kwa namna gani, afanye muda gani, afanye na nani. Haya ni maswali yanayoongoza mtu yeyote mwenye hekima. Na yakikuongoza haya, unachokifanya kitakuwa na hekima. Na hii ni siri inayotoka kwa Mungu mwenyewe. Anatuongoza anatuwezesha kwa kutufundisha na kutuongoza. Mungu anatuwezesha kwa kutufundisha na kutuongoza. Yeye atakuongoza kwenye njia yoyote tu. Kwenye biashara atakuongoza nyakati zote, majira yote, siku kwa siku. Mungu atakufundisha, Mungu atakuongoza. Bwana asifiwe. Jinsi ambavyo utaendesha shughuli zako na jinsi ambavyo utafanya ili uweze kupata faida, ili uweze kupokea urithi wako kwenye hicho unachokifanya. Ya kwamba kwa sababu wewe umefundishwa na Bwana juu ya hiyo kazi na unaongozwa na yeye, ya kwamba inapotokea biashara haina wateja, sio msimu